hivyo akiingia katika kanisa. Kama ni hapo unampata yeye amekuwa mstari wa kwanza kutoa rent. Yeye ndiye aliyotoa rent wa kwanza. Na huku mtoto ajui ataenda shule kwa njia gani. Unapata huyo mtoto anasoma mpaka anaenda university, kumalizia shule anasema sijui au ilifanyika. Sijui ni njia gani ilitumika kwa huyu mtoto kusoma. Kwa sababu ulisimama na Mungu, naye Mungu atasimama na wewe. Kile tulicho nacho, tufanye kazi ya Bwana. Unafanya kazi hiyo, wakati unatia bidii, overtime unafanya mengi. Unapopata hiyo pesa yote, inatawanyika kwa njia yenye haieleweki. Ni kwa sababu utapanda katika mlima kujengea Bwana nyumba. Wapendwa, tujengee Bwana nyumba kwa kile kitu ambacho tulicho nacho. Kwa njia moja katika hii kanisa hapa tuko tunajengea Bwana nyumba kupitia kwa rent. Uliza wale ambao kuanzia mwanzo waliposimama na hii kanisa katika kutoa rent. Watakaposimama hapa wakupe ushuhuda wao, hakika utasema na hakika ni kweli. Hiyo ni jambo moja nimeiona hapa. Walisimama na hii kanisa kutoka chini tulipokuwa kwa mabati mpaka hapa, na miaka imeenda, na katika hiyo hakuenda kwa miaka, huyo mtu anakuhesabia 1, 2, 3 ambaye Bwana amemtendea. Na anapokuhesabia yale Mungu amemtendea, akikuambia mshahara yake, utasema hapana, siamini. Lakini anapokuelezea ile process yote ameenda, utaona ni kweli. Na Mungu utakimbilia huyu Mungu umfanyie kazi ili akuinue kwa uaminifu, kwa njia inayokubalika. Haya yote tufanye kwa ajili ya Mungu. Unajua ya kwamba Mungu anajua hitaji lako. Hapo pale umekaa, Mungu anajua kile unachohitaji. Hata labda sijui ujui kama unahitaji, lakini Mungu anajua unahitaji. Na hapo akupea. Atakupea kwa njia gani? Mathayo 6:33 inasema hivi: tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na mengine yote tutazidishiwa. Tafuta ufalme wa Mungu. Mawazo yako focus with the Lord. Focus nia zako zote kwake Mungu. Na hakika yote unayohitaji Mungu atakutimizia. Agai wakaambiwa ya kwamba mnapata mingi, lakini inatawanyika. Haiwasaidii. Mnapanda, mnapofuna hamsaidiki, kwa sababu hamtoi, kwa sababu mnakaa mnajipamba. Tunapenda kujipamba zaidi. Huku nyumba ya Bwana tumeiachia shida. Tumeacha nyumba ya Bwana. Sisemi tumeiacha kwa sababu huwa tunalipa rent. Nashukuru Mungu kwa sababu yenu, kwa sababu huwa tunalipa rent. Tuendelee hivyo hivyo, na Mungu atasiti kutuinua, kwa sababu nyumba yetu itawahi fungwa siku moja. Katika hiyo hali Mungu anasiti kutuinua. Tuko na mambo ya kusema kwa sababu ya hiyo tu jambo dogo ambayo tumekuwa tukifanya. Mtu anaweza sema rent si kitu, lakini hiyo kwake kwa Mungu analitazamia ili akakuinue. Kwa hiyo atazamia akakuinua kwa jambo lingine, hilo tu akakuinua. Kwa hiyo akakuongezea zaidi na zaidi kwa jambo hilo. Haleluya.
kutubariki ili tuwe baraka kwa wahitaji ama maskini. To be blessings to the poor. Wakati Mungu anayekupea, anakupea ili unapoona mtu mwenye hitaji umsaidie. Akupea iwe ni wewe na ni wewe. Hata wengine tunapopewa, tunafikia pahali pa kunyang'anya walio na kidogo. Tunawakona. Unaingia pale, unaona kwa kweli huyu mtu amekulilia hana. Labda wewe ni mfanyabiashara, mtu amekulilia hana, amekulalamikia. Badala unamwambia kwamba kama unauza nguo, hii nguo inatoka 1,000, lakini kwa kuwa umenililia sana, nitakuuzia 800. Na huku wewe unajua hii nguo kabisa unauza 500. Unajua bei yake ni 500, lakini unamwambia kwa kuwa umelia sana, wewe nitakuuzia 800. Hapo ni ndio mahali tu. Badala ya kuelewa na kuona kuwa baraka kwa wengine. Kuna mtu mmoja wa Mungu na sahi amebarikiwa, anaendelea sana. Wakati nilipokuwa naye alikuwa amenunua kama bidii kwa kuuza tu viatu, naye alikuwa baraka kwa watu, kwa sababu wakati mmoja alitoa ushuhuda ya kwamba mama mmoja alienda kumnunulia mtoto wake kiatu. Mtoto alikuja bila kiatu. Sasa anaingia form 1. Mama alipoenda pale akamwambia, nataka hiki kiatu nibaie yule mtoto aende shule, anaingia form 1. Akamuuliza, mbona ana kiatu? Huyu mtoto amemaliza klasi hii lakini hajakuwa ifaa kiatu. Sasa hii nimetafuta kidogo ili nimbaie aende shule. Alimwambia ajipime ile kiatu inamtoshea hapa. Akajipima, ni gani ndio hii? Mama akamuuliza ni pesa gani? Akamwambia hiyo nimekubaia aende shule. Haleluya. Huyo mtu wa Mungu alitoa ushuhuda baada ya miaka kama 5 hivi. Ule mtu alifanikiwa akaja kushukuru. Kwa sababu alisimama naye, yeye alifanikiwa zaidi katika kuuza kiatu. Akawa na duka ingine na ingine kutoka katika mtumba aliyekuwa akibeba katika karatasi. Sasa amefanikiwa kwa sababu amekuwa akisimama na watu katika hiyo hali. Ni rafiki yangu, hata mimi alisimama nami. Wakati mmoja nilienda kubaia kijana wangu kiatu ya shule. Akaniambia, Williams, hii nimekupea, usinilipe. Akakuwa baraka kwa wengi. Naye Mungu amemwinua. Kupitia kwa hiyo njia amekuwa akibarikiwa. Kutokana zile baraka Mungu amempa ili akapate kubariki walio na hitaji. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa kuwa baraka kwa wengine. Proverbs 28:27. Mithali 28:27, mwenye kugawia maskini hatahitaji kitu, bali afichaye macho yake atakuwa na laana nyingi. Haleluya. Amen. Mwenye kusaidia maskini hatahitaji kitu. Wakati unaposimama na hao watu, wakati unaposimama na mama mjane pale, Mungu atakubarikia zaidi. Hata kama uko na kidogo, itakuwa inakutoshelesha mahitaji yako. Haleluya. Kuna wengi sana wanapata mshahara kubwa, lakini
wengi wanakopa wanaopata kidogo. Hiyo kitu nimeiona mahali tunafanya kazi. Hapa kuna wengi sana tunafanya kazi na wao na waona hapa. Ni ushuhuda ya kwamba kuna mtu anapata mshahara kubwa pale. Wale ambao tunawaita supervisors, wengine ni mamekani, lakini pale unapata huyo mtu ile dini yako nayo. Mmoja alipelekwa kwa HR na operator mwenye anapata 17,000 naye anapata 60. Kwa nini? Kwa sababu yeye amejiwekea hii ni yangu na ni yangu. Kwa nini wewe usitie bidii kama mimi? Tia bidii kama mimi, ndio ukue kama mimi. Hivyo ndivyo tunasema. Ujui ya kwamba umebarikiwa ili uwe baraka kwa wale wanaohitaji. Saidia hao wadogo wenye unaona. Kwa hiyo kidogo yenye uko nayo, naye Mungu atakuinua. Utabarikiwa mpaka hiyo kidogo yenye unapata inakutoshelesha na unafanya mambo yako bila kustruggle. Mara nyingi tunastruggle kufanya kitu kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajiwekea ni yangu na ni yangu. Wapendwa, tuwe baraka kwa wengine. Bali Isaia 58 inasema kwamba anayekuchua mkono wake kwa ajili ya maskini atafanikiwa. Nuru lako litang'aa kama mchana. Haleluya. Amen. Wakati unapokuwa baraka kwa huyo mtu, nuru lako litang'aa. Hakika utaonekana mtu mwenye tabasamu, mtu mwenye vitu hata wakati hauna. Wengi watakuja kukopa kwako, huko hawajui hauna, lakini unakaa kama ule aliye naye kwa sababu ya kusimama na wahitaji. Haleluya. Job 29, Ayubu 29:4-17. Ayubu 29 kuanzia mstari wa 4. Ayubu 29 kuanzia mstari wa 4. Kama nilivyokuwa katika siku zangu za kukomaa, hapo siri ya Mungu ilipokuwa hemani mwangu, wakati Mwenyezi alipokuwa akili pamoja nami, nao watoto wangu walipokuwa wakinizunguka, wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, nalo jabali lilipomiminia mito ya mafuta, wakati nilipotoka kwenda mjini, hata langoni nilipokitengeneza kiti changu katika njia kuu, hao vijana walioniona wakajificha, nao wazee wakaniondokea na kusimama, wakuu wakanyamaa wasinene kwa kuweka mikono yao vinywani mwao, sauti yao masheki ilinyamaa, na ndimi zao zilishikamana na makaakaa yao. Maana sikio liliponisikia ndipo liliponibarikia, na jicho liliponiona likanishuhudia. Kwa sababu nalimwokoa maskini aliyenililia, yatima naye na yule asiyekuwa na mtu wa kumsaidia. Baraka yake yeye aliyekuwa karibu na kupotea ilinijia, nikaufanya moyo wa mjane kuimba kwa furaha. Nalivunjika haki, nalijivika haki ikanifunika. Adili yangu ilikuwa kama joho ya kilemba, nalikuwa macho kwa kifofu, nalikuwa miguu kwa aliyechechemea, nalikuwa baba kwa mhitaji, na dawa ya mtu nisiyemjua nalichunguza. Nami nilipozifuja taya za wasio haki na kumpokonya mawingu katika meno yake. Haleluya. Hakika tunaona ya kwamba Jobu alipojitolea, Ayubu alipojitolea kusaidia wengine, aliyesimama na wao
waliomuona, tunaona waliomuona walijificha, wakuu waliweza kumuinamia, waliweza kumheshimu, na hii ilitokana na vile alivyobarikiwa yeye naye katika mstari wa 12, kwa sababu yeye aliweza kusaidia masikini waliokuwa wakilia, alisimama na wao. Wale waliokuwa wajane aliweza kuwasaidia, na pale akawa mwenye heshima, akawa mwenye kuheshimika, akawa mwenye vingi. Wote waliokuwa wakimuona walitaka kusimama na yeye, kwa sababu wakati ule yeye alisimama na maskini, akasimama na wahitaji. Wakati yeye alipoingia katika hali ya umaskini, kwa sababu tunajua hadithi ya Ayubu, wakati mali yake yote iliyoisha ikawa ana tena, ako katika ile njia aliyokuwa nayo, na zaidi ya yote akawa mwaminifu, akazidi kuwa mwaminifu kwake Mungu. Wakati ulipofikia baraka zilipoanza kumiminika kwake, ile yote aliyekuwa akimuona alikuwa anataka kumletea, kwa sababu, na akasema pale, kwa sababu yeye alisimama na maskini, kwa sababu yeye alisaidia wale ambaye walikuwa wajane wakati huo wenye alikuwa naye, na wakati ambapo aliposhiwa, Mungu alipotaka kumrejeshea, alimrejeshea kupitia kwa watu. Hakumrejeshea vitu zikatoka mbinguni zikimwagika, ni kupitia tu kwa hao watu ambaye waliokuwa wakiona wewe ukisimama na mtu mwenye hitaji, wewe uliokuwa ukisimama na huyu, wakati hata utakapokuwa na hitaji, watu watasimama na wewe wakisema, na hakika alitusaidia, hakika niliona fulani akisimama na fulani, yale ambayo aliyetenda wakati ule, hakika mimi sitakosa kusimama na yeye kwa wakati huu. Haleluya. Lakini wakati unapojiwekea na unakuwa tajiri na unatembea ukiangalia watu ya kwamba mimi niko nazo sikuhitaji, wakati utakaposhuka na uwe na hitaji, uite watu, watasema ilifanyika nini? Na ni ule, unakumbuka siku fulani mahali alipitia vile alikuwa, wakati tulipokuwa tukikusanyika mahali fulani kwa shauri fulani, yeye alipita tu. Lakini wewe ambaye ulikuwa unasimama na watu katika njia yote, na wakati mmoja uite watu, hata hivyo ndivyo watasimama na wewe, watasema, kumbuka wakati tulipomuita alifanya hiki na hiki, hivyo tunafaa kusimama na yeye sasa. Hivyo ndipo walisimama na Ayubu. Wakati ulipofika, naye Mungu atasimama na wewe. Kila wakati unapokuwa msaada kwa wao, Mungu atasimama na wewe. Na wengi wanauliza, wakati Mungu anapokubariki, hata vile utakapoingia mbinguni, Mungu atakuambia ulifanya hivi na hivi, unapaa kuingia mahali pazuri. Pale Mathayo 25:31-40. Mathayo 25:31-40. Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkononi wa kuume na mbuzi mkononi wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkononi wa kuume, Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha,
nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulikuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Haleluya. Hapa tunaona kwamba Bwana atawaambia, jioni mimi mliobarikiwa na Bwana, mkae vizuri, kwa kuwa wakati nilipokuwa na njaa mlinishibisha, wakati nilipokuwa na kiu mlinipa maji. Lakini hawa watauliza ni lini? Labda wakati mmoja watu watakubariki, wakuambie tumeona tukuje kwa ajili ya kuwa ulifanya mambo mazuri, mambo makubwa, wewe hujui, lakini watakukumbusha yale uliyofanya. Utawauliza ni lini niliyofanya haya yote? Hebu tusikie Bwana bila alivyowajibu. Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakuja? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Haleluya. Amen. Wakati unaposimama na mhitaji, ujue ya kwamba unasimama na Mungu, kwa sababu kati ya hao ambao uliosaidia alikuwa Mungu. Mtu mmoja alikuwa amefunga, alikuwa katika hali ya kufunga na kuomba, akawa alijua ya kwamba wakati wa kufunga kwangu ile fedha nafaa kutumia kwa kula, ninafaa kusimama na mtu. Wakati mmoja alipoingia mahali pake pa kazi, akasema ya kwamba roho yangu inaniambia nisaidie ule mama, na huyu mama roho yangu inaniambia nimsaidie, ananichukia. Kwa kuwa huyo mama alikuwa akimuona anaangalia kando, hata akiongelea karibu, akiongea na yeye anamjibu vibaya, lakini roho ikamsukumia, akaujiuliza, huyu mama nitamsaidia aje na huyu ila aongee na mimi? Akasema, wacha nisaidie mwingine. Alipokuwa akitafuta wa kusaidia, roho inamwambia pia ule mama akubali, akatae. Alipoenda alikuwa ameamua hii shilingi 200 ndio natumianga kwa siku, wacha nimpe huyu mama. Kamwambia, habari yako mama, nimeona nikusaidie na hii kule lunch. Akachukua, akamwambia asante. Yule mtu kuenda raundi moja, akamuita tena kuja, ni nani amekutuma kwangu? Hakuna mtu amekutuma kwangu. Na kwa hakika wewe unaombana na nimejua umeokoka. Akamuuliza kwa nini? Kwa sababu watoto wangu walilala njaa, na mimi vile unaniona sijakula kitu, vile unaona hivi nafanya kazi sijakula kitu, na nilikuwa na waza lunch nitatoa wapi? Kwani Mungu amekutuma? Kamwambia, mimi niliona nikusaidie, hata nilikuwa natafuta mwingine nisaidie, roho ikaniambia nije kwako. Akamwambia, hakika huyo Mungu ninataka aje kwangu. Haleluya. Hii ushuhuda nikajua ya kwamba wakati nayesimama na mtu mwenye hitaji ni Mungu. Huyo alikuwa Mungu, na hakika hapa tunaona ya kwamba hawa watu wataambiwa wakati nisimama na ule alikuwa mimi. Yule mtu alikuwa anahitaji nguo, ukamletea nguo, alikuwa mimi. Na hii jambo uinua mtu mpaka kiwango kingine. Unapojua hii siri, hakika unainuka. Maisha yako yatabakia vile ilivyokuwa, kwa kuwa hii ni agano la Mungu. Mungu anaposema amesema. Mungu si mwanadamu akaseme na akageuke aseme ya kwamba
utakapofanya hivyo utabarikiwa, lakini sasa ninaona hautabarikiwa. Hapana, Mungu ageuki. Anaposema amesema. Haleluya. Tujue hivyo. Tuendelee. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula, nalikuwa na kiu, msininyweshe, nalikuwa mgeni, msinikaribishe, nalikuwa uchi, msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atajibu akisema, amini nawaambia, kadri msivyomtendea mojawapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Haleluya. Ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa. Tusijipepee laana. Tusijilaani sisi wenyewe kwa kile tunachopata. Unapojiwekea wewe na ni wewe peke yako, unajiwekea laana sasa. Kwa sababu tunaona ondokeni kwangu mliolaaniwa. Na pale wakauliza ni lini? Ni hao tu wenye hitaji waliokuja kwangu. Yule tu mwenye hitaji aliyekuja kwangu na nikaona ya kwamba yeye simsaidii, afai. Huyo ndio Bwana, huyo ndio Mungu ambaye alikuja kwangu akitaka msaada kwangu. Huyo anayetaka msaada, tunaposema ni Bwana alikuja na yeye hatakosa chochote. Kuna pale anaambia Daudi ya kwamba mimi si mhitaji wa chochote, kwa kuwa vyote vilivyo milimani, pahali wote wanono ni mali yangu. Lakini tunasoma pale tunasema Mungu hahitaji chochote, kwa hivyo sitasaidia hawa. Unasema hivyo, lakini kuwa na hekima ya kutosha. Ujue ya kwamba baraka zile ambazo Mungu amekupea ili uwe baraka kwa wengine. Hata iwe ni baraka ya neno. Wengine wanasikia, wanasoma kama mstari kazuri, anasema hata nitajiwekea sita. Wewe mwingine anajua uimbaji, anasema ninajua hii lakini nitakaa nayo mimi. Au wanajinua sana, wanajifanya wajuaje, kwa hivyo nitakaa na Mungu wangu. Ujue ya kwamba unajilaani mwenyewe. Kile ambacho Mungu amekubariki nacho, bariki wengine. Bariki wengine. Na wewe enda zako. Wakati utafika ambapo utaambiwa njoo kwa furaha yako. Njoo ufurahie kwa yale ambayo uliyotenda. Haleluya. Kuna wakati ambaye ufanye kutoa. Kwa nini usitoe? When not to give. Haleluya. Haufai kutoa wakati hauna imani. Haleluya. Mwanzo uwe na imani ndio utoe. Kwa sababu wakati unapotoa na shaka, unasema hii hapana. Hiyo haitakusaidia. Kuwa na imani wakati unapotoa. Haleluya. Pata hekima ya kutosha, utoe kwa imani na utainuka. Wakati tunaposema toa kwa imani, wengine tunaweza toa tusipokuwa bila kuwa na imani. Wakati unapotoa bila imani, unaweza toa kwa ajili ya mtu fulani, au hujatoa kwa imani. Unaweza toa kwa ajili ya kuonekana. Unaweza toa kwa ajili usifiwe.
Hivyo tupa imani, ukijua ya kwamba unapotoa kwa imani pale utainuka. Romans 14:23. Mstari wa 23, lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Hivyo wakati unapotoa bila imani inafanyika kuwa dhambi. Tutoe kwa imani. Tutoe kwa imani wapendwa. When not to give, when you are doubting, wakati uko na shaka, wakati you are doubting something, don't give. 2 Corinthians 8:20 and 21. Tunapomalizia 8:20-21, tukijiepusha na neno hili, mtu asije akatulahumu kwa habari ya karama hii tunayoitumikia, tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele za Bwana tu, ila na mbele ya wanadamu. Haleluya. Amen. Wakati unapokuwa na doubt, toa doubt ndio uweze kutolea Bwana. Mungu wetu anataka mtu anayetoa bila kudoubt whatever you are doing. Kile unachofanya usiwe na shaka unachokifanya. Fanya kwa kujua kile unachofanya, na hakika utafanikiwa na utakuwa wa kubarikiwa, na Bwana apate kuwabariki na wainue, ili mkafikie baraka zenu ambazo Mungu amewawekea. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya leo hii, jinsi Bwana ulivyonena nasi, jinsi ya kukutolea Bwana. Tumeweza kufahamu ya kwamba tunapaswa kutoa katika moyo, tunapaswa kutoa katika ukweli. Baba, tazama, tunaomba hekima yako, tunaomba uwezo wako, ili ukawa pamoja nasi, elimu ipitaye fahamu ya wanadamu ukawa pamoja nasi. Tusaidie katika kila eneo na katika kila eneo Bwana, kwa kuwa sisi ni wahitaji hekima kutoka kwako. Njia zako ndizo tunazohitaji Bwana, ili tukatuongoze tukafikie hatima yetu katika ulimwengu huu. Asante Bwana kwa kuwa Jehova Mungu umetujalia kupokea neno hili ambalo litakalotujenga, litakalotuwezesha kujua na kufahamu ukweli, na huu ukweli Bwana utatuweka huru. Sifa na utukufu zikurudie Jehova Mungu. Asante kwa sababu ya vipindi ambavyo tumepatia mbele yetu. Ninaomba kwa hekima na kwa utukufu wa jina lako Bwana, ukapate kujifanikisha, ukaweze kutubarikia katika sifa, ukaweze Bwana kutubarikia katika utoaji, hata katika neno, katika kila section Bwana tunaiweka mbele zako, ili ukainuliwe na